السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحانك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذ رضيت عنا دائما أبدا يا رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah tabarak wa taala katika aya hii ambayo ipo katika suratul Baqara aya 183, na suratul Baqara ni katika sura 28 miongoni mwa sura 114, na katika sura 114 ukitoa sura 28 zinabaki sura 86. Sura 86 zote makia, zimeteremka Makka. Katika hizo sura zilizoteremka Makka ukizifuatilia ni aya au ni sura ambazo zilikuwa Allah tabaraka wa taala anajizungumza, anajitangaza kwa waja wake wamjue. Sura 28 zilizoteremka Madina kwa muda wa miaka 10. Sura 86 zilizoteremka Makka ilikuwa ni kipindi cha miaka 13. Qur'ani ndani mwake pana ayatul qasasi, aya za visa. Ndani ya Qur'ani kuna aya ambazo Allah anajizungumza mwenyewe, ayatut tauhid, aya za kujieleza yeye mwenyewe Allah kwamba yeye ndiyo muumba na yeye peke yake ndiye anastahili kuabudiwa. Na ndani ya Qur'ani ambalo jambo lenyewe ndio aya hii ambayo nimeisoma ipo katika suratul Baqara, sura ambayo ni katika sura 28 tumesema ambazo zimeteremka Madina, ni sura za sheria kama alivyosema katika sura al-Maida, wa min kullin ja'alna shir'atan wa minhajan, na katika kila umma tuliowekea njia, tuliwapa sheria na njia, ai kitaban wa sunna. Allah tabaraka wa taala katika aya hii ambapo ni uthibitisho kwamba watu wameuhama mji wao kwenda mji mwingine, wameitoka nchi yao au mji wao kwenda mji mwingine, sio kwa sababu ya kwenda kutafuta mambo ya ulimwengu, mapato ya dunia, bali wamekwenda kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah. Wameacha miji yao, wameacha familia zao na mali zao. Wakati huo kule katika mji wao walikuwa aya zinateremka wakiitwa kama Waislamu, ya ayyuhal muslimun. Hapa imekuja ya ayyuhal ladhina amanu, na ni mwaka wa 2 Hijria. Enyi ambao mmeamini, kutiba alaikumus siyamu, mmelazimishwa kufunga kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, mmelazimishwa kufunga kama ambavyo si mwanzo imeanza kwenu, kama ambavyo ililazimishwa na kuandikwa kwa umma zilizopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kufikia utekelezaji wa amri za Allah na ukatazikaji wa makatazo ya Allah. Taqwa khulasatuhu, kifupi cha taqwa, huwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Taqwa maana yake ni kutekeleza, ni mja au waja wa Allah kuzitekeleza amri za Allah zote alizoamrisha bila kuwa na khiari, na kuacha makatazo ya Allah yote aliyowakataza, hapana khiari. Hii kwenye Qur'ani zimekuja nyingi aya hizi kuzungumzia, kuonyesha taqwa ni jambo ambalo au ni tabia ambayo
waliofanikiwa kufikia hiyo takwa ndio watu wenye mafanikio. Katika suratu Ali Imran aya 102 anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, enyi ambao mmeamini mcheni Allah ukweli wa kumcha. Mcheni Allah ukweli wa kumcha, na hakikisheni wakati wa kuondoka duniani ukifika, hakikisheni hamfi na njia nyingine isipokuwa mfe mkiwa ni Waislamu, mfe mkiwa wanyenyekevu kwa Mola wenu, mfe na imani hii ya mitume aliyowatuma Allah tabaraka, mfe na la ilaha illa Allah. Wema waliotangulia akiwemo Abu Hurairah na wengine walivyoielewa aya hii, uzito ambao iliokuja nao, mpaka masahaba walilalamika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wakasema, kullifna ma la natiqu, tumelazimishwa, tumebebeshwa mzigo ambao hatuwezi. Ni nani ambaye ataweza kumcha Allah ukweli wa kumcha? Kwa sababu wanafunzi wa Mtume akiwemo Abu Hurairah walifahamu aya hii imebeba uzito wa mambo matatu. Kumcha Allah ukweli wa kumcha kumebeba mambo matatu. Jambo la kwanza, ay yutaa fala yu'sa. Maana ya aya hii ya 102 katika surati Ali Imran, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, enyi ambao mmeamini mcheni Allah ukweli wa kumcha. Maana yake ay yutaa fala yu'sa, ay yanbaghi liibadillahi ay yuti'uhu fala ya'suhu. Maana yake inatakikana kwa waja wa Allah wamtii Allah fi awamirihi, katika maamrisho yake, na wasimuasi katika kufanya yale ambayo amewakataza. Jambo la kwanza hili. Jambo la pili, wa ay yudhkara fala yunsa. Jambo la pili ambalo limebebwa katika hii, ujumbe wa pili ni kwamba Allah atajwe na kukumbukwa na sisi waja wake, asisahaulike kama ilivyo sasa. Tumemsahau Allah, wa nadhkuru kathiran au akthara kurrat alqadami wa ghayriha min al-la'ib. Vinavyotajwa na wanaotajwa ni mambo ya michezo ikiwemo mpira na mingineyo, na wale ambao washiriki wa michezo hiyo watu wamewakariri kuliko hata kuwakariri mitume. Mtu ukiuliza kwamba mitume aliowatuma Allah katika ulimwengu ni wangapi, hajui, lakini wachezaji wa Manchester United anawajua na majina, na anajua na mishahara yao wanaolipwa. Je, aya hii tumeitekeleza? Kwamba ndio maana maswahaba waliona, je, ni nani atakayeweza kwamba haya mambo matatu, Allah atajwe na kukumbukwa na waja wake, fala yunsa, asisahauliwe. Wadhkuruni adhkurukum, Allah amesema nitajeni mimi nami nitakutajeni nyinyi, mbele ya kikundi ambacho ni cha viumbe ambao ni bora kuliko wale walio mbele yenu. Washkuruni wala takfurun, na mnishukuru mimi bimuqabalati ni'mati, katika mukabala wa neema zangu, wala msinikufuru kwa kuzitumia neema katika njia ambazo sizo. Ujumbe wa pili ule katika hiyo aya ni kwamba Allah atajwe na sisi waja wake tumtaje na akumbukwe, asisahauliwe. Tusimsahau Allah ndugu zangu. Kumtaja Allah kuko anwa, bi qira'ati alquran, ukisoma Qur'an unamtaja Allah kwa sababu alquran kalamullah. Qur'an ni maneno ya Allah. Unapoisoma Qur'an mara kwa mara, maana unamtaja Allah kwa wingi sana. Ujumbe wa tatu au jambo la tatu lilo katika aya hii, wa ay yushkara fala yukfara, Allah ashukuriwe na viumbe wake, hasatan aljinnu wal insu, hasatan majini na wanadamu. Lakini kile kiumbe wanashukuru na wanamtaja Allah. Allah amesema lakin la tafqahuna tasbihahum, katika sura nyingine. Viumbe vyote wanavyoviona hapo ulimwenguni wanamtaja Allah, isipokuwa tu hatujui namna ya wanavyomtaja Allah. Je, kama viumbe ambao wao hawakulazimishwa hilo la kumtaja Allah, lakini wanatekeleza hilo ambalo hawakulazimishwa, mimi na wewe inakuwaje? Viumbe wawili hawa athqalan al-ins wal jinn, na sisi Allah amesema ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu kwa lengo jingine isipokuwa lengo wapate kuniabudu mimi. Ay yuwahiduni bil ibada, lengo la kuwaumba jini na wanadamu ay yuwahidullah bi an nuwahhid Allah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ardhahu, aya zote zilizokuja na neno ibada ametafsiri ni ay yuwahiduhu, maana ya Allah apokeshwe kwa ibada, na ndio maana yeye imekuja la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah ina nguzo mbili, ina
nafyun wa ithbatan, ina nafyan wa ithbatan, yani kukanusha. Kwanza inaanza kukanusha la ilaha, hapana yeyote au chochote kinachostahili kuabudiwa au ibada, kuelekezewa ibada, illa, isipokuwa pekee mwenye haki ya kuabudiwa Allah peke yake. Kwa hiyo Allah tumshukuru ili aweze kutuzidishia katika neema ambazo alizotuneemesha. Na hapa tutatoa maelezo kidogo. Kumshukuru Allah bimuqabalati neema, shukrani inatakiwa iwe ikabiliana na neema. Pale Allah anapotuneemesha neema mbalimbali, tuikabili ile neema kwa kumshukuru Allah fi'lan wa qawlan. Kumshukuru awali kwanza kwa vitendo, maana Allah amekupa neema ya siha, neema ya afya njema, uitumie hii neema ya afya njema katika kufanya ibada. Ibada ni anwa'an. Al-ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batina. Ibada ni ibara ambayo iliyokusanya. Neno ibada ni jina lililokusanya, kama anavyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ni jina lililokusanya kila jambo ambalo Allah analipenda na kuliridhia miongoni mwa maneno na matendo, adh-dhahirati wal batina, maneno na matendo yanayofanyika dhahiri, kasalati wal haji wa ghairiha, na ile ambayo iliyofichikana, kama vile mtu amesimama usiku qiyamul layli nyumbani kwake, huko chumbani kwake au porini. Mwingine anaweza akataka, kwa wengine, kuna wengine ambao ikhlasu lillah, kwamba wanamtakasia Allah ibada, mtu anaweza kaamua kujitenga hata nyumbani asifanye, hata watu wa nyumbani hataki wajue, anakwenda porini kufanya ibada hiyo ya qiyamul layli usiku, anaenda kufichama, anamwabudu Allah. Jaiz, yafaa, maadamu kwamba hakuna hofu au mambo ya kumkhofisha au usalama wake hauwezi kuwa nani. Masahaba na wema waliotangulia walikuwa wakipenda kufanya ibada hii kama ni qiyamul layli, asionekane na yeyote isipokuwa yeye anataka Allah tu ndio amuone. Ni jambo ambalo linapendeza sana kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mukabala wa neema ni shukrani, kumshukuru Allah kwa kauli, mathalan alqawlu alhamdulillah. Mtu ameamka na afya njema, sema alhamdulillah. Hii ameikabili neema hii kwa kumshukuru Allah kwa kumwamsha na afya njema, na akaelekea kutekeleza ile mambo ambayo Allah ameamrisha. Ameamka salama, kaamkia kujiandaa kwa ajili ya alfajiri. Hii pia kule kwenda kutekeleza amri za Allah ni anamshukuru Allah kwa vitendo, na kuendelea kutafuta riziki ya halali. Hii anamshukuru Allah katika neema hii, anaikabili neema ya Allah kwa kumshukuru kwa vitendo. Haya ndio maana matatu ambayo yaliyo katika aya hii, na kwa faida tu kwamba inawezekana watu tunafanya hivyo ala jahlin bighairi ilmin, pasina elimu, kwa sababu alislam dinu ilmin, uislamu dini ya elimu. Kila kitu tunatakiwa tufanye kwa elimu, kwamba mtu amepatwa na msiba mathalan, sema tuseme bwana alhamdulillah, tumshukuru Allah. Je, ni sahihi ukipata msiba au jambo lolote ambalo ni la huzuni kumshukuru Allah? Uislamu umeweka kila kitu na mahali pake, kila kitu kimewekwa mahali pake. La, bali idha asabana musiba, ukitufika msiba Allah anasema qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Msiba ukitufika, na msiba sio lazima kufa mtu, hata kuharibikiwa na chombo, umeme kukatika, kuto kufikia matarajio ya kile ambacho ulikuwa umekikusudia na ni cha halali. Haya mama ambaye anakupa masikitiko na mashaka katika moyo wako, wewe yafaa kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, na sio kusema alhamdulillah. Au kufiwa, kafa mtu, au ajali imetokea, gari watu hawakufa lakini wamepata majeraha, sio kusema alhamdulillah. Allah amesema la in shakartum la azidannakum. Unaona sababu inakwenda kwa kinyume chake, la in shakartum la azidannakum. Katika sura hii al-Baqara sema ikiwa mtanishukuru kwa yale ambayo ninayowapa katika neema zangu nitakuzidishieni. Je, wewe baada ya kupata msiba au jambo ambalo la kukuhuzunisha, unaposhukuru haujatosheka uongezewe? Kwa hiyo hapa tunapata maana kwamba ashukuru bimuqabalati ni'ma, kumshukuru Allah ni katika mukabala wa neema. Shukrani inakabiliana, inaelekeana na neema miongoni mwa neema za Allah. Lakini msiba na mambo yote ambayo ni yanayoleta mashaka na kuleta mtikisiko katika nafsi, ndio kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, au inna lillahi ma akhadha
wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Wama kila kitu lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, ni miliki ya Allah alichokichukua na ni miliki yake kile ambacho amekitoa, na kila kitu mbele yake Allah kinakuwepo kwa muda maalum. Kama ni mtoto alimruzuku watoto, alimruzuku Allah akawachukua, Allah anaweza akakuruzuku watoto alafu akawachukua wote wewe ungalipo, au akawachukua wote kabaki mmoja baada ya kuondoka wewe, alafu mwingine anafuatia, kama ile mtihani aliopata pia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watoto wa mtume sallallahu alaihi wasallam wameondoka wote kabaki Fatima. Rasulullah alikuwa na watoto 7, familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni wajibu, jambo ambalo lazima sana waislamu kujua. Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah alimtunuku watoto 7. Kwa bibi Khadija peke yake alizaa watoto 6, lakini hao watoto wote walikufa, akabaki Fatima. Na mtume alishatabiri hivyo kwamba Fatima ndio atakayebaki, lakini yeye Fatima baada ya kufa mtume ilipita miezi 6, baada 6 ashhuri matat, naye akafa baada ya baba yake kwa miezi 6. Kwa hiyo neema tunakabiliana nayo kwa kumshukuru Allah qawlan wa fi'lan, kwa kauli na vitendo. Lakini ikiwa ni msiba tunasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tumesema hapo kwamba ukisema alhamdulillah katika mkabala wa nini, wa msiba, inaonyesha kwamba wewe hujatosheka, uongezewe. La in shakartum la azidannakum, ikiwa mtanishukuru nitakuzidishieni. Masahaba walifahamu hii aya kwamba ina mambo mazito sana, na ndio sababu Allah akateremsha aya zingine ambazo watu wazisoma, aya za mwisho katika sura al-Baqara. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na, mpaka mwisho. Rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana, leo usitupatilize ikiwa tukisahau. Kama tumefanya makosa kwa kusahau, usitupatilize, usituangamize, mpaka mwisho wake. Hii ikateremka kuja kupunguza makali wa hii aya hii, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ilivyoteremka hilo ndio masahaba wasema hapa Allah ametupunguzia. Rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana, rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, mpaka mwisho wa ile sura. Pia kuonyesha takwa ni jambo ambalo ndio kwenye ufaulu, ndio kiini cha kufaulu. Katika suratu al-A'raf, sura ya 7, Allah anasema kwenye sura zingine utakuta anasema inna lilmuttaqina mafaza, wala ambao wanaomcha Allah wamefaulu. Inna lilmuttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im, wala ambao wanaomcha Allah wameandaliwa mabustani yenye neema. Nikumbushe, fungua suratul A'raf aya 96. Inna lilmuttaqina jannatun na'im, hakika wanaomcha Allah wameandaliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala pepo zenye neema. Yani ndani pepo yenyewe ni neema, alafu ndani ya pepo tena kuna neema, neematun ala neema, ni neema juu ya neema. Yaqul mwanzo hizi aya Qur'an inapokuja mutashabi, tatashabahu ayatu, aya zinafanana. Hii imesema ya ayu alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ambao mmeamini mlazimishwa kufunga kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kufikia takwa, kufikia kiini cha mafanikio ambacho ni takwa. Hii ya 96 suratul A'raf, sura ya 7, anasema walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samaa والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى، الله سمى لو نهي يروف لو
sisi tumezuiliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema iyyakum wallau fa inna allau taftahu amala ash-shaytan. Allah anaizungumza yeye, anaruhusa yeye akizungumza kwa maana kwamba jambo lolote likitokea, lau nisingepita ile njia basi ile nguo yangu isingechana na ule. Hii qadari Allah shakadiria, lazima ukutane na huo mtihani au kwepeki. Na kama ule mtihani ulikuwa ni mzito sana, kinachopunguza ule ukali wake wa ule mtihani ambao ulikuwa upate ni dua, zidi kumuomba Allah. Kama hata mtihani unakuja Allah anaufanya unakuwa hafifu. Lakini hii lau asema walau anna ahla alqura amanu, lau watu wa miji na vijiji na vitongoji vyake amanu, chukua pointi hiyo, amanu wattaqau, wangeliamini kumwamini Allah na mitume wake na vitabu walivyokuja navyo, na waiamini siku ya mwisho na kuamini malaika, alafu wattaqau, na kisha wayamtathilu awamir Allah wayajtanibu nawahiya, na wakawa ni watekelezaji wa amri za Allah na wakakatazika na makatazo ya Allah. Allah anasema wangelifanya haya mambo mawili kama ilivyokuja huku, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu, enyi ambao mmeamini mmelazimishwa kufunga. Baada ya kuwa mmeamini, Allah ameona kwa sababu takwa haiwezi kukaa pasipo imani. Manake imani ndio msingi, ndio foundation. Baada ya kuwa watu wameamini, Allah akaleta sasa ya ayyuhalladhina amanu, kwa sababu tayari wameshaamini. Sasa kutiba alaykumus siyam, kwa sababu funga itakuja kukaa, ibada zingine zote zinakuja kukaa kwenye imani. Imani ndio msingi, alafu vingine vinafuata ukuta, baadaye utapaua kule juu. Kama imani hamna, hata ni sawa sawa na vitu vingine unaviweka angani, yani unaviweka hewani, baadaye vitapotea, vitapulizwa, tapita matetemeko, itaanguka tu. Walau anna ahla alqura amanu, lau watu wa miji wangeliamini kumwamini Allah, alafu wattaqau, na wafuatishe kitu cha pili ambavyo ni mafungamano, ni tauaman, ni kama vile pacha mbili, la yamfaku ahaduhuma anil akhar. Mwanamke akibeba ujauzito awe mnyama, pacha mbili, la yamfaku ahaduhuma anil akhar, mmoja akizaliwa na mwingine hawezi kubaki, hata kama amefia ndani, hata naye kwa sababu lazima atoke. Kwa hiyo imani na taqwa ni vitu viwili ambavyo Allah ameviambatanisha. Maana ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qabl la'allakum tattaqun. Imani mwanzo, alafu mwisho kamalizia na taqwa, ni vitu ambavyo vimefungamanishwa. Walau anna ahlul qura amanu, lau watu wa miji na vijiji na vitongoji vyake wangeliamini imani ya kweli, kumwamini Mola wao tabarak wa taala, alafu wattaqau, wafuatisha na hichi cha pili ambacho ni pacha wake, na watekeleza amri za Allah, wakatazika na makatazo ya Allah, lafatahna, hakika tungeliwafungulia barakati minas samai, baraka nyingi kutoka mbinguni, ay la amtarna alaihim mataran mubaraka, kama tafsiri maulama kwamba Ibn Abbas na wengineo kwamba tungeliwaletea mvua yenye maji yaliyobarikiwa. Walakin kadhabu, lakini hawa watu wa miji na vijiji wamekadhibisha neema ya Allah aliyowapa, hawakutaka kuamini na kuwa watekelezaji wa amri za Allah. Fa akhadhnahum, tukawapatiliza wao, bima kanu yaksibun, kwa sababu ya makosa ambayo waliokuwa wakiyachuma. Leo bitawfiqillah taishia hapa, kama kuna swali. Kuna nafasi ya maswali matatu, kama kuna swali. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekhe, katika anwani ya darasa letu la leo sana umejikita katika uchamungu. Naam. Na hata hiki kilichotukusanya leo kwa maana busati la takwa, bado kama kuna uchamungu. Ni nini uchamungu? At-taqwa kama tulivyosema mwanzo, khulasatan kwa kifupi, huwa imtithalu li awamirillah, ni kutekeleza amri za Allah, wajtinabu nawahihi, na kujiepusha na makatazo ya Allah. Waqala Ali radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, khalifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wanne, anasema at-taqwa arba'atu khisalin, taqwa ni mambo, yeye mtazamo wake wa Ali alivyoona, anasema at-taqwa arba'atu khisalin, taqwa ni jambo, taqwa imebeba mambo mangapi? Mambo manne. Al-khawf min al-jalil, jambo la kwanza ni mtu au mja au waja wa Allah kuwa na hofu na al-jalil, kuwa na hofu na Allah, kumkhofu Allah. Wa iyaya farhabun, Allah anasema na mimi tishikeni, na mimi natisha, Allah anatisha.
wa iyaya fattaqun, mimi niogopeni, tekelezeni amri zangu, acheni makatazo yangu. Kwa hiyo anasema al-khawf min al-jalil. Jambo la kwanza Ali anasema katika takwa, ambayo mambo manne yaliyobeba na takwa ni kuwa na hofu na Allah. Wal amalu bitanzil, jambo la pili ni kufanya matendo yoyote unayofanya kwa maelekezo ya uteremsho wa Qur'an, kwa sababu ndio hudan lilmuttaqin, hudan linnas. Qur'an ndio muongozo, tena imekuja hudan lilmuttaqin, inawaongoza wanaomcha Allah na walioiamini fi umurihim ad-dunyawiyya wa ukhrawiyya, katika mambo yao ya dunia wananufaika na muongozo huu, na akhira pia watakwenda kunufaika kwa kulipwa pepo. Lakini pia makafiri wananufaika na Qur'ani, muongozo wa Qur'ani fi umurihim ad-dunyawiyya fakat, wao wananufaika kwa mambo ya kidunia basi. Hiyo ndio muujiza wa Qur'ani. Yani makafiri pamoja wanaipinga Qur'ani, lakini inawanufaisha katika dunia yao na ndio mwisho wao. Jambo la pili hilo, wal amalu bitanzil, na kufanya kwa maelekezo ya Qur'an. Wal qana'atu bil qalil, jambo la tatu ambalo limebeba na takwa, maana ya Ali alivyoeleza, alivyoona yeye na alivyoitafsiri, na kinai na kile ambacho Allah anaturuzuku, na kukinai na riziki ambayo Allah ametugawia. Jambo la nne, wal isti'dadu li yawm ar-rahil, na kujiandaa kwa ajili ya safari, yani kwa ajili ya kufa, kujiandaa kwa ajili ya safari ya kwenda akhira. Wal isti'dadu li yawm ar-rahil, na kufanya maandalizi mazuri kwa ajili ya safari ya kurudi akhira. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa barakatuh. Katika mafundisho Mwenyezi Mungu amesema kwamba tusimwabudu kama hatujamjua. Naam. Na inakuwaje kwa mtu swala la kiimani amesilimu leo na bado hajapata kumjua vizuri Mwenyezi Mungu? Naam. Je, kipindi hiki wakati anaendelea kumjua Mwenyezi Mungu anatakiwa afanyeje? Naam. Sheikh anasema mtu kasilimu leo na bado hajajua chochote, maelekezo katika Uislamu au tangu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba huyu mtu anapewa maelekezo. Kwanza kabisa wale ambao wamempokea watapewa maelekezo, au mwalimu, kama ni sunna mtu akishaingia katika Uislamu ni sunna akoge, ni sunna kuoga kwanza, yani kujitakasa mwili wake, kwa sababu kule alikokuwa kabeba matatizo mengi. Kule kwao hamna kuoga janaba, hakuna josho lolote, yani yupo anaishi kama mnyama. Kwa hiyo baada ya kusilimu, katika utaratibu ataelekezwa na wale ambao wanajua aoge kwanza, kisha ataelekezwa namna ya utawadhaji, kutawadha, kustanji, ukienda msalani ni tunafanya hivi, na kisha atawekewa ratiba ya kuanza kupewa mafunzo, kufundishwa ibada zinazofuatia ikiwemo swala na hizi zingine. Hata kama ni mzito kujua, ataelekezwa, au anasema badala ya kusoma Qur'ani kabla hajajua, atakuwa anasema ataelekezwa hata dhikri, huko anaendelea anasimama kwenye safu anasema dhikri la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu, au anasema zile dhikri ambazo zimethibiti ni jaiz, na huko anaendelea kujifunza. Baadaye atajua suratul Fatiha, baadaye atajua suratul Ikhlas, baadaye atajua sura zile ambazo atakuwa anaendelea kufundishwa, lakini mwanzo aendelee kufuatisha kujifunza yale matendo wa Uislamu wanarukuu na yanarukuu, wa hapa wanairimia swala na yanafanya hivyo kama wanavyofanya, na huko anaendelea kujifunza. Lakini atapewa kwa ufupi, yule ambaye ni mwalimu au kwa eneo husika atamuelekeza hata zile ambazo ni adhkari kama la ilaha illa Allah wahdahu la sharika na zile mfano wake, kwamba wao watakuwa wanasema maneno hayo ukiwa ndani ya swala na huko mafunzo yakiendelea. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Alhamdulillah, tushukuru kwa darasa zuri ustadhi. Naam. Na tunafurahika. Naam. Lakini kwa maswali namna ninavyokwenda, na mimi naomba niulize swali moja. Naam. Umezungumzia swala la takwa. Naam. Na hii takwa na namna ulivyoipambanua, je, inahusisha kwa maana ni mtu yoyote tu anaweza akawa na ucha Mungu, au kuna watu baadhi wao ndo wanaweza akawa na ucha Mungu? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hili jambo la takwa ambayo ni sifa, tukisema kwamba wale ambao tayari wameshaingia moja kwa moja kwamba Allah amewapa tawfiki, wao wameshaingia kwamba wapo mstari wa mbele katika kutekeleza amri za Allah na kuacha makatazo ya Allah, hawa tayari wamekuwa ni musajjalun, wamesajiliwa kwamba hawa tayari ni miongoni mwa wale ambao wanajitahidi katika kumcha Allah, kwamba hawa tayari. Lakini na wale ambao wako nje bado wanaitwa, bado mwito
mwito wanaendelea kuitwa kwamba waje katika hili kwa sababu ndio kwenye mafanikio. Lakini hata hawa ambao ni tayari wako ni muttaqin, wao walivyo kama wema walivyotangulia walivyokuwa kama Imam Shafi na wengine hata masahaba walivyokuwa, hawajitangazi ila wanajulikana kwa alama zao. Mpaka imekuja kwamba inna lillahi ibadan idha ru'u dhikra Allah anao waja wake wakionwa Allah hukumbukwa. Kuna waja ambao Allah anao waja wake wakionwa, yani ukimuona kuonekana kwao ni sababu ya kukumbukwa Allah. Hii ni dalili kwamba watu wanapata kujua kwamba huyu ni katika wanaomcha Allah. Imam Shafi'i siku moja alisema maneno, anasema uhibbu as-salihin wa lastu minhum, uhibbu as-salihin wa lastu minhum. Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris Abu Abdullah sema ninawapenda mimi Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Shafi'i, ninawapenda watu wema, ninawapenda waja wema, wa lastu minhum, lakini mimi si katika wao, sababu sina uhakika. Lakini Imam Ahmad ibn Hanbal ambaye ni mwanafunzi wake akamjibu akasema tuhibbu as-salihin wa anta minhum. Wewe Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Shafi'i unawapenda watu wema kwa sababu na wewe ni miongoni mwao. Kwa sababu ndege wanaruka kwa makundi yao ya aina zao na kabila zao. Vitorondo wanaruka vitorondo, wala usiji kulokolea njiwa. Kitorondo hawezi kwenda kuchanganyikana na njiwa, wala kipanga hawezi kwenda kuchanganyikana na kware, haiwezekani. Kwa hiyo Imam Ahmad akamjibu mwalimu wake kwamba wewe unawapenda watu wema kwa sababu na wewe ni miongoni mwao. Ndege wa jamii moja huruka pamoja, ndio maana unawapenda kwa sababu na wewe ni miongoni mwao. Naam. Pia kabla tutampa nafasi ya kiupendeleo inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Mwalimu, tunashukuru kwa darasa lako. Mimi na maswali mawili kama nitapewa nafasi hiyo. Naam. Au swali moja litakuwa lina vipengele viwili. Naam. Tunaambia nguzo za Kiislamu zipo 5. Naam. Moja katika hizo nguzo ni saumu. Naam. Na katika hiyo aya Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Naam. Kwa nini Mwenyezi Mungu aseme ya ayyuhalladhina aslamu kutiba alaykumus sawm so siyam? Swali langu ni hilo. Naam. Kwa sababu saumu ni nguzo ya Uislamu. Kwa hiyo funga imefaradhishwa kwa Waislamu. Kwa nini amewaacha kuwatumia Waislamu kwenye kufunga? Amesema waumini. Na kwa nini amesema tufunge siyamu na sio saumu? Naam. Sheikh anasema kama swali lako lilipokuja, neno hili ukianza na neno lenyewe saumu na siyam, wala neno katika maneno ya lugha ya Kiarabu. Kama mnyamliko wa lugha ya Kiarabu katika somo linaloitwa sarfa, au kwa Kiswahili wanasema sarufi. Hata kwenye Kiswahili kuna sarufi kwa sababu kwenye Kiswahili kuna maneno ya Kiarabu takriban zaidi ya 70%. Neno saumu au siyam linatokana na neno swama, yasumu, saumu au siyama. Swama afunga, yasumu anafunga, sauman au siyaman. Siyaman ndio asili ya neno kufunga, kama tunasema dharaba yadhribu dharban, kapiga anapiga, kupiga. Jalasa yajlisu julusan, au sema jalsan. Kwa hiyo ikija siyam, ikija saum, inakuwa maana yake ni moja, kwa sababu maana yake ndio asili ya neno. Vile qala yaqulu qawlun, qala yaqulu qawlan, kuja hivi. Na kwamba kwa nini imekuja enyi ambao mmeamini, kwamba kama tulivyosema mwanzo kwamba tayari maswahaba kuonyesha kwamba tayari imani ilishaweka mizizi katika mioyo yao na katika miili yao, mpaka wakaamua kuhama kutoka Makka wakaenda Madina. Imani ndio imewapeleka. Na Sheikh, swali hili ni nzuri sana, maana yake laysa kullu muslimin mu'minan bal kullu mu'minan musliman. Si kila anayedai, laysa kullu man idda'a islaman mu'minan, sio kweli kila anayedai uislamu ni muumini, lakini kila muumini lazima atakuwa muislamu. Hii kaida tuichukue.
Si kila anayedai Uislamu ana imani au ni muumini, lakini kila muumini ambaye alishaingia Allah akamtunuku kuithia, kwa sababu al-imanu laysa al-imanu bitamanni, kama amesema Mtume katika hadithi kwamba laysa al-imanu bitamanni, Uislamu imani sio kutamani. Laysa al-imanu bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Imani si haitoshi bado kwa kusema, kwa kutamani na mimi niwe kama Abu Bakr Siddiq, na mimi niwe kama Umar, na mimi niwe kama Imam Shafi'i, na mimi niwe kama Abdullah ibn Abbas. Sio kutamani alafu basi, alafu huendei yale ambayo leo wafanya wao wakawa hivyo mpaka Allah akawazungumza katika Qur'an wakaacha historia. Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal, lakini imani ni nuru ambayo Allah anaitumbukiza ndani ya moyo wa mja wake. Imani ni nuru ambayo Allah anaitia katika moyo wa mja wake, alafu wasaddaqahu al-amal, matendo sasa anayefanya yakasadiki kwamba huyu mtu kwa matendo haya huyu ana imani. Kwa sababu wapo waliodai wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada al-hijra, Mtume Makka alikuwa anapambana na makafiri, lakini baada al-hijra kukaongezeka kundi la pili ambalo anapambana nao ni wanafiki. Abdullah ibn Salul, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa msikitini anazungumza na masahaba, kana yaqum, alikuwa akisimama akisema ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka la rasulullah, lakini yeye ni raisul munafiqin. Hii ni uthibitisho kwamba laysa kullu man yaz'amu annahu mu'minan annahu musliman mu'minan, si kila anayedai Uislamu kwamba yeye ni muumini. Hiyo sio kweli. Bal kullu mu'minin musliman, bali kila muislam, kila muumini muislam, kila muumini muislam. Na hivi ni vitu viwili amesema, kama alivyosema kwamba saum au siyam ni katika nguzo 5 za Uislamu. Bali imekuja katika Sahih Bukhari hadithi ya Mtume anasema Abdullah ibn Umar, bunya al-islamu ala 5, Uislamu ni sawa sawa na jengo ambalo limejengwa, nguzo ambazo zimelisimamisha lile jengo ni 5. Shahadati an la ilaha illa Allah au shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Ya kwanza hiyo, nguzo ya kwanza ni shahada 2. Mtu anataka kuingia katika Uislamu lazima atamka shahada 2, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, wa iqamis salah, na kudumisha swala, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, hajj albayt man istata'. Zuri. Alafu na iman nayo kadri na yenyewe, wal iman laha arkanun, iman nayo ina nguzo 6. Arkanul imani 6. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi wa kull shay'in khalaqnahu biqadar, fi surati al-Qamar aya 49. Wa kull shay'in khalaqnahu biqadar, na kila kitu Allah sema tumekiumba kwa makadirio. Hii nguzo ya 6 ya qadari. Maana yake hizi nguzo 6 nazo kuamini vitabu vya Allah, kwanza kumwamini Allah kama yupo Allah na ndio anayestahili kuabudiwa peke yake, alafu na kuamini malaika wake kuwa wao ni waja Allah amewaumba, hawazaliani, hawana jinsia. Malaika wameumbwa Allah, wajisamu nuraniya, na viwili vyao ni vya nuru. Laisu dhukuran wala inathan, hawana jinsia, si wanaume wala wanawake. La yakuluna wala yashrabun, hawali wala hawanywi. Wala yaasuna Allah ma amarahum tarfat ain, hawamwasi Allah hata kwa muda tu, kwa pepesa jicho hata kidogo, bali wanatekeleza amri za Allah. Huamini malaika hivi, huamini hivi kwamba wana sifa hizo, alafu na kuamini mitume wa Allah wote ni wa kweli. Mitume wa Allah wote ni wa kweli, miongoni mwa waliopewa vitabu na ambao hawakupewa, kwa sababu mitume nao wamegawanyika makundi mawili, kuna anbiya wa rusul. Jumla yao wote katika makundi mawili, ar-rusul wal anbiya, wako 124,000. 124,000. Katika hao 124,000, 315 ndio rusul, ndio waliopewa ujumbe wa kwenda kutangaza kwa ummati zao. Sheikh, imeleka Sheikh. Naam. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارزقنا في تيسير كل عسير. آمين. إن التيسير كل عسير ليسير. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك وأشكره على حسنك.